Ile ya 21 na ule mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati sura ile ya 21 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 21 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Biblia inasema, tena Shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni kawahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dani, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao. Naye Yoabu akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara mia hesabu yao ilivyo. Lakini bwana wangu mfalme, si wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona awe sababu ya hatia kwa Israeli? Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu. Kwa hiyo Yoabu akaenda zake, akapita kati ya Israeli wote, akafika Yerusalemu. Naye Yoabu akamtolea Daudi jumla ya hesabu ya watu, na hao wote wa Israeli walikuwa watu 1000 mara 1000 na 100,000 wenye kufuta panga, na wa Yuda watu 470,000 wenye kufuta panga. Lakini Lawi na Benyamini hakuwahesabu miongoni mwao, kwa sababu neno la mfalme lilimchukiza Yoabu. Neno hilo likawa baya machoni pa Mungu, kwa hiyo akawapiga Israeli. Naye Daudi akamwambia Mungu, nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili, lakini sasa uondolee mbali na kusihi uovu wa mtumwa wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Naye Bwana akanena na Gadi mwonaji wake Daudi akisema, nenda ukanene na Daudi ukisema, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu, katika haya ujichagulie moja, nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 ya kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Haya basi, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma? Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana, basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa mwanadamu. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka wa Israeli watu 70,000. Naye Mungu akatuma malaika aende Yerusalemu ili auangamize. Naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama, akagairi katika mabaya, akamwambia malaika aharibuye, basi yatosha, sasa ulegeze mkono wako. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Daudi akainua macho yake, akimwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu, naye alikuwa na upanga wazi mkononi, umenyooshwa juu ya Israeli, juu ya Yerusalemu. Ndipo Daudi na wazee wakaanguka kifurifuri, nao wamevaa nguo za magunia. Daudi akamwambia Mungu, je, si mimi niliyeamuru watu wahesabiwe? Naam, mimi ndimi niliyekosa na kufanya yaliyo maovu sana. Nini? Kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 24 na ule mstari wa kwanza. Samueli wa pili sura ile ya 24 mstari wa kwanza. Biblia inasema, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao,
akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Huo tu mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wetu unasema mipango ya uharibifu. Mipango ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaanza kuyazungumzia maneno ambayo tumeyasoma, nataka nikupe utangulizi kwamba katika kila jambo au kila tukio unaloliona kwenye maisha limetokea, sio bahati mbaya. Hakuna jambo la bahati mbaya linaloweza kutokea mahali au linaloweza kutokea kwenye maisha ya mtu. Hakuna jambo la bahati mbaya. Kila jambo linakuja kwa makusudi, lakini kuna mahali lilipotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Unaweza ukaona ajali imetokea, wewe kwa akili zako za kawaida ukafikiri ni uzembe wa dereva, kwamba dereva alikuwa anasinzia au labda dereva alishindwa kucontrol gari. Kimsingi ajali ile kwa namna tu ya nje sisi hatuoni, ila kwa namna ya rohoni hiyo ajali imesababishwa ama na watu ama na shetani. Au unaweza ukaona ugomvi mahali, watu wanagombana, wanapigana ngumi mpaka wanachomana visu. Unakwenda kugombelezea ukidhani kwamba ni kwa sababu tu hawa watu walikuwa wanadaiana, lakini kuna sosi ambayo ipo ambapo hawa watu wao wanafikiri tu ni kwa sababu ya deni, kwa sababu ya kitu fulani wakafika mahali wakapigana, ila kuna mahali huo ugomvi umetengenezwa. Umetengenezwa ule ugomvi, imetengenezwa ile ajali, umetengenezwa ule ugonjwa, halafu mtu au roho fulani zikaazimia huyu mtu huu ugonjwa umpate, ajali impate, au huyu mtu kifo kimpate, lakini kimeratibiwa kutokea mahali fulani kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata wewe pia ufumbue ufahamu wako. Usifikiri kuna mambo ambayo yamekutokea ambayo mpaka leo upo unapambana nayo, ni ugonjwa au ni changamoto ya aina yoyote, ukafikiri kwamba ni kwa sababu tu ya maisha ya kawaida huwa yanawatokea watu wengine. Kila jambo unalokutana nao kwenye maisha yako kuna mahali limetokea, na kuna watu wameliratibu, kuna watu wamelipanga na wamelisuka, na limetumwa kwa dakika na saa na wakati maalum kwa kusudi maalum. Uwe unaumwa, ugonjwa ulionao sio bahati mbaya. Uwe umeachika, kuachika sio bahati mbaya. Uchumbiwi, kutokuchumbiwa sio bahati mbaya. Uwe sijui ndoa yako haina amani, sio bahati mbaya. Chochote ulicho nacho kwenye maisha yako kina kitu nyuma yake ambacho ndio kina push hilo jambo lifanikiwe. Sasa kwenye maandiko haya tuliyosoma kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 21, tumeona hapo inasema kwamba shetani akasimama juu akamdanganya Daudi. Shetani akamdanganya Daudi. Lakini huko kwenye kitabu cha Samuel inasema Mungu akatia nia na shauku ya Daudi kuwahesabu Israeli. Na haya maandiko story yake ni hii story unayoiona kwenye kitabu cha Samuel tulikosoma na huko kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ni story moja. Sasa hebu jiulize, ina maana huku shetani amemdanganya Daudi, lakini huku Biblia inasema ni Mungu aliyemwambia Daudi, aliyemtia shauku Daudi ahesabu Israeli. Nisikilize vizuri. Daudi alikuwa ni mfalme wa Israeli, ni mfalme wa pili kutoka kwa Sauli. Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa ni Sauli, mfalme wa pili alikuwa ni Daudi. Na Daudi
alikuwa na neema kubwa sana kwenye taifa la Israeli. Hata kabla hajawa mfalme alikuwa na kibali, alikuwa amekubalika sana na taifa la Israeli. Sasa ulipofika wakati tayari yeye Daudi ameshakuwa mfalme tayari, kuna mahali Daudi ikafika akawa amejitutumua, akaamini kwamba amekuwa mtawala kwenye taifa la Israeli kwa sababu ya juhudi zake na nguvu zake za kupigana vita. Akajimwambafai, akajaribu kuinua kiburi. Sasa Mungu, katika kitu ambacho Mungu hawezi kuvumilia kwenye maisha ya mtu, huwa hawezi kuvumilia kitu kinaitwa kiburi. Kama una kiburi ndani yako, uwe na uhakika Mungu hawezi kunyamaza hata siku moja, kwa sababu kiburi huwa kinapelekea hatua Mungu anakosa utukufu wake. Mtu anafika mahali anasema, nimepata huyu mtoto kwa sababu nilikuwa naomba sana, nimepata hii kazi kwa sababu nimesoma sana, nimepata ajira hii kwa sababu ya elimu yangu. Kama isingekuwa elimu nisingepata kazi, kama isingekuwa juhudi yangu ya kuomba nisingepata ajira, kama nisingekuwa mtaalamu wa mambo fulani fulani nisingeajiriwa hapa. Unapofika mahali ukaipa sifa sana elimu yako, ukaipa sifa sana akili yako, ukaamini huko pale kwa sababu ya nguvu zako, Mungu anaona hujamheshimu. Lazima kama kuna kitu umekipata kwenye maisha yako, cha kwanza kabisa kutambua, nimekipata kwa sababu Mungu ndiye aliyenipa. Ukishatambua hivyo, maana yake wewe ni mnyenyekevu mbele za Mungu, na Mungu anakusogeza karibu, anasema hujishughulisha na wanyenyekevu. Sasa Daudi akafika mahali akaona ni kwa sababu nimepigana vita. Na Daudi kwenye historia hakuna vita aliyopoteza, zote alishinda. Daudi alikuwa akiingia kupiga watu, anapiga watu kwa dakika chache, watu 100, 200 wote washaanguka. Wasomaji wa Biblia mnafahamu, Mfalme Sauli akampa mtego, akamwambia, nataka uende ukaniletee govi za wanaume 100. Daudi akasema hiyo sio kazi. Daudi akaenda akaleta na zaidi. Yaani alipofika kule, kamata wanaume, anaupanga wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, alafu akaongeza tena wengine mpaka 200, anamletea mfalme furushi. Sasa Daudi akaona, wewe mimi nimepata ufalme kwa sababu nilikuwa napigana sana. Sasa Mungu alichokifanya sasa, Mungu akataka kumshikisha adabu na kumshikisha. Sasa alichofanya Mungu akitaka kushughulika na kitu, huwa hachaguliwi nini cha kutumia. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa vizuri? Sasa alichofanya Mungu, alimtumia shetani. Sasa Mungu alimtumia shetani, ni Mungu ndiye aliyefanya. Watumishi wa Mungu tunaambia watu wanafunguliwa, sio sisi tunaofanya, ni Mungu anafanya kupitia sisi. Kwa shetani akatumia, Mungu anatumia shetani. Mungu anatumia shetani ili Daudi atambue kwamba niko hapa kwa sababu ya Mungu. Shetani akamdanganya kwa hesabu Israeli. Alipomdanganya kwa hesabu Israeli, na neno hilo likawa baya sana machoni ya lakini bado Mungu akaona ile jambo ni baya. Sasa Mungu akamwambia Daudi, chagua mambo matatu. Moja wapo, jambo la kwanza, ndiye mbele ya adui zako. Maana uwe kwenye taifa lako, uwe kwa adui zako kwa muda wa miezi 3, au njaa kwa muda wa miaka 3, au ni kwa muda wa siku. Hapo shike sana ya mambo matatu. Haya mambo matatu haya ndio ambayo yanabeba kiini cha somo letu. Kuna njaa, kuna kupigwa mbele ya adui zako, na kuna taabu. Haya kimsingi ni matukio ya asili ambayo tunakutana nayo kwenye nchi zetu na kwenye maisha yetu ya kawaida. Unashangaa anainuka, ninapika taifa lina njaa ya kutosha, eti mvua hamna, maji hamna, magonjwa ya mlipuko,
Lakini njaa, tuna njaa, ila Mungu anasema kwamba achague nchi yako na njaa kwa muda wa miaka mitatu. Hiyo si jambo ambalo tunaweza ni masuala ya hali ya hewa. Nchi hamna mvua, mabadiliko ya nchi, kama mvua hamna, kisha watu watalima, sasa watu watalima watapata mazao ili watu wakula, njaa isiwepo kwenye nchi. Lakini kumbe ni jambo ambalo limetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho kwamba kuwe na njaa. Njaa sio ya kujitakia watu, hiyo tauni sio ya kujitakia watu, au vita sio ya kujitakia watu. Ni Mungu mwenyewe anakuwa amepanga vita itokee, anataka njaa itokee, anataka tauni itokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni njaa, lakini ni njaa iliyosababishwa. Ni tauni, ila ni tauni iliyosababishwa. Ni vita, lakini ni vita iliyosababishwa. Sasa naomba unisikilize vizuri, kwa maana nikakwambia kila kitu unachokiona kwenye maisha yako kimetengenezwa, kimesukwa mahali. Maanake ni mipango kamili, ama ya watu, ama ya Mungu, ama ya shetani kuzimu, ila imepangwa na imeratibiwa, halafu ikasukwa, ikatumwa, nenda mpaka kwa mtu fulani, ukahakikisha huyu mtu tarehe 20 ya mwezi wa 12 amepata ajali, tarehe 15 ya mwezi wa kwanza amefukuzwa kazi, tarehe 3 ya mwezi wa pili ameachishwa kwenye ndoa. Imepangwa mipango kwamba unashangaa tu siku hiyo mmeo anakuja na nini na taraka, halafu huelewi taraka hii imetoka wapi. Taraka ilishatengenezwa toka rohoni, halafu inakuja kwenye udhirisho wa mwili. Hakuna sababu yoyote, ila tu unatakiwa uachike. Sasa wewe unaamini tu kwa sababu mume wangu huwa ni mwepesi wa hasira, ana maamuzi magumu. Lakini kuna mahali watu wamekaa chini, watu 4 au watu 5 ambao wanaweza kuwa ni wachawi au inaweza kuwa ni shetani kuzimu, amekaa kikao, anapanga ratiba. Sasa anatengeneza bomu, anatengeneza mashambulizi, namna gani ya kuua kanisa, namna gani ya kuharibu taifa, namna gani ya kuharibu ndoa. Wamekaa mahali wanajadili, wanapanga mipango, halafu yale maazimio ya kikao ndio yanakuwa matokeo ya maisha yako. Wewe huku unamsifu Bwana, unamsifu Mungu, halafu unashangaa unarudi nyumbani unapigwa makofi. Unashangaa unaenda kazini unakutana na barua ya kupunguza wafanyakazi kazini, mmoja wapo nao ukiwemo. Unarudi unakuja madhabahu unasema haikuwa riziki, kwa hiyo tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Wewe unasema alhamdulillah, kumbe kuna watu wametengeneza hicho kitu. Sema amen. Sema amen. Nataka unielewe vizuri. Kwenye maisha yetu kila tunachokutana nacho kimezalishwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kinaweza ikawa kwenye ulimwengu wa roho upande wa Mungu, kinaweza kuwa kwenye ulimwengu wa roho upande wa shetani. Hakuna kitu ambacho kinakuja nyuma yake hamna roho. Ukiona umeolewa au ukiona umeoa, kama Oscar pamoja na Lecho hapa ameoana, kwenye ulimwengu wa roho Mungu tayari alishapitisha tarehe fulani ataoa Oscar na ataolewa Lecho. Haikuwa bahati mbaya. Tangu misingi ya ulimwengu kuwako, Mungu alishatangaza hiyo tarehe. Sasa kuna matukio mengine ambayo shetani yeye pia alishapanga kabisa kwamba ikifika tarehe fulani, fulani na fulani waachane. Ikifika tarehe fulani, fulani na fulani wauane. Ikifika tarehe fulani, taifa fulani liingia kwenye machafuko. Na ndio maana hata haya mambo ambayo tunayaona kwenye taifa letu hayatokei kwa bahati mbaya. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wamekaa, wanatengeneza mipango, wanatengeneza mjadala, wametengeneza agenda kwamba taifa la Tanzania tuhakikishe 2025 wameingia kwenye machafuko. Sasa sisi kwa macho yetu ya kawaida tunasema haya ni masuala ya kisiasa, haya ni masuala ya kidemokrasia, si ni ukosefu wa demokrasia, si ni nini. Nyuma ya hiyo demokrasia kuna roho.
Nyuma ya haya machafuko kuna roho. Nyuma ya haya mambo kuna roho ambayo sisi tusipokuwa na macho ya rohoni tutaanza kutupiana maneno, tutaanza kuona kama vile hatuna akili. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, tukishatambua kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo yanasukwa, sisi hatuwezi kuandamana mwilini, tunaingia kule kule rohoni, tunaenda kukanyaga lile tatizo, tunafuta maandamano, tunafuta machafuko, tunafuta kila aina ya mambo mabaya ambayo yamepangwa kwenye nchi yetu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hayatokei bahati mbaya. Kuna mahali yanasukwa, yanatengenezwa. Wewe ungeamini kwamba njaa kwenye taifa la Israeli kipindi cha Daudi ilikuwa imepangwa kama ingetokea njaa, lakini kilichotokea pale, sikiliza sasa, kilichotokea hapo ni tauni. Tauni ni ugonjwa wa mlipuko. Yaani tauni ni mjumuiko wa magonjwa ya mlipuko kama ulivyokuwa unaona corona, kipindupindu. Unashangaa tu inaibuka Ebola, si imetokea Ebola, si nini, kuna virusi vya nini sasa hivi vya Marburg. Nini? Mpox. Hayo yote yanaitwa ni magonjwa ya tauni, magonjwa ya mlipuko. Sasa huo ugonjwa wa mlipuko uliotokea ulikuwa ni wa siku ngapi? Siku 3 za tauni katika Israeli, au miezi mitatu ya kukimbia mbele ya adui, au miaka 3 ya njaa. Ila hiyo njaa kama ingetokea, watu wasingejua kama hii njaa imepangwa kutoka mahali. Kama ingetokea vita, maana yake wangejua vita hii bwana kwa sababu tu hawa viongozi wetu bwana hawajakaa sawa. Lakini kuna mahali imetoka hiyo vita. Hiyo tauni sasa imetokea. Angalia, ukiendelea kusoma hiyo Biblia mbele, Biblia inasema kwamba Mungu alimtuma malaika. Hebu sema Mungu alituma malaika. Alafu Biblia inasema kwamba hapo kulikuwa na malaika aliyekuwa amesimama kati ya mbingu na nchi. Yaani yeye hajakanyaga chini wala mbinguni hajafika. Yupo tu zaka anafanya hivi. Amesimama tu hivi. Yaani katikati ya mbingu na nchi yupo malaika. Amesimama hivi. Halafu baadaye akapewa upanga. Alipopewa upanga, akipiga hatua moja hivi ashafyeka watu 20,000, watu 80, watu 100 mpaka watu 70,000 wakafa. Sasa wewe jiulize, watu 70,000 wamekufa. Huku inasema ni tauni, lakini Mungu anasema ni malaika. Tunasema hii ni corona, lakini kumbe ni malaika. Kwa macho ya mwilini na vipimo kabisa vya kidaktari vya kibiolojia, ukipima unakuta ni kipindupindu, unakuta ni UTI, unakuta ni mchafuko wa damu. Wanawake wenye matatizo ya uzazi wanaambiwa ni hormone imbalance. Sasa unahangaika hospitalini, unazunguka, unalipa hela, unafanya hivi. Kumbe kuna roho. Malaika yule amesimama kuwakilisha roho kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka malaika ni roho, ambapo wakati anafyeka watu, inasema alikuwa na upanga, anafyeka watu 10,000 mpaka wakafika watu 70,000. Ila sasa viongozi wa kiserikali wao, wizara ya afya inasema jamani, kuna kipindupindu. Sisi tunaona kipindupindu, kumbe malaika yuko kazini, ana upanga. Si kuna mtu ananielewa? Yaani unaona ni mafarakano kwenye familia. Yaani familia haielewani, hawajawahi kaa wakapanga jambo la pamoja. Wao wanaamini kwamba aisee fulani akija tu kwenye kikao basi. Mbishi. Nyinyi mnaamini tu ni kwa sababu ya nini? Hajasoma. Kwa nani anakuambia tuliosoma wote ni wabishi? Bila ambao tujasoma wote ni wabishi. Kwa sababu tu hajasoma, yani mbishi kweli kweli, jamaa hajui kabisa chochote. Yaani watu wasiosoma. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna kapepo kamekaa katikati ya familia, kazi yake ni kuwagombanisha tu.
Kazi yake kunagombanisha tu. Yaani akija kaka mkubwa anakuja na la kwake, akija dada anakuja na la kwake, akija mjomba anakuja na la kwake. Wakikaa kwenye kikao kila mtu anataka la kwake ndio likubalike. Kama ndio hivyo sasa, mtaki point yangu mimi basi nasira kikao, anaondoka. Sasa hivi kwa sababu hamna macho ya rohoni, mnasema yaani kuanzia leo mimi usinisalimie. Kama imeisha, kwani unanisaidia kitu gani? Lakini akipatikana mtu mwenye macho ya rohoni, anasema Baba, katika jina la Yesu, kila roho ambayo imekaa kwenye familia inayotugombanisha, tusielewane, mimi na mjomba wangu, mimi na baba yangu, tunaikamata hiyo roho, tunaifunga, tunaitupa nje ya familia kwa jina la Yesu. Utashangaa ukishamaliza tu mambo ya namna hiyo, anapiga simu mjomba, anasema uncle, vipi? Bana, yani tu hapa mimi sielewi. Hivi niliongeaje pale? Hiyo wewe umeshagundua kwamba kuna kitu. Ndivyo alivyo haya matukio. Kuna mahali watu wamekaa wanayasuka. Mungu mwenyewe anaweza akafanya. Nashukuru baba amezungumza. Mungu mwenyewe anaweza akafanya kitu. Nyinyi huku mkaamini tu ni mambo fulani fulani. Mungu mwenyewe amehusika. Binafsi niseme ukweli, nimemwelewa sana baba tamko lake. Yaani wakati anasoma anasema pale, nasema ameshafilisi tayari ufunuo wangu. Kuna watu wanaamini haya mambo, nizungumza kwenye ngazi ya taifa, haya mambo kwenye taifa letu yanasababishwa na watu. Mimi sina imani hiyo, sio watu. Haya mambo hayasababishwi na wanasiasa. Kama yangekuwa yanasababishwa na wanasiasa, basi tungebaki kwenye engo moja tu ya siasa, na mambo ya dini yanatoka wapi? Kuna mahali sasa mashetani kuzimu wamekaa, Lucifer na kikao chake wamekaa, wanawaza sasa, Tanzania tunaifanyaje? Tuibue kitu gani? Tuibue 1, 2, 3, 4, 5. Baada ya hapa tukifanikiwa kuingilia huu mlango, hata wengine kule lazima tuwagonganishe. Ila anatafuta mlango. Sasa mlango anaotafuta anapita kwenye mlango wa siasa, na ndio uhakika shetani lazima atatumiliki. Ndio maana mimi sikubaliani na kusema watumishi wa Mungu tuhubiri injili tu watu waokoke. Mimi sikubaliani na hicho kitu. Wanapookoka hawa watu wanakuja na hatima zao. Tunahubiria watu wanaokoka, lakini kesho ni rais, kesho ni waziri, kesho ni mkuu wa mkoa, kesho ni mkuu wa chombo mojawapo cha ulinzi na usalama, ambapo sisi kama kanisa tuna wajibu wa kuhakikisha tunamwombea huyu mtu ili atakaposimama kwenye ndoto yake afanye yale mapenzi ya Mungu. Lakini sasa shetani anakuwa anafikiria nini aibue jambo. Yaani mambo haya sio ya kumtupia lawama mtu. Lazima sisi kama kanisa tuwe na macho ya kutazama kwa ndani zaidi, tuone kwamba hili jambo limetokea, pamoja na kwamba ni mtu fulani aliyezungumza, ila anaweza akawa ametumiwa, kama ambavyo Mungu alimtumia shetani kumdanganya Daudi. Hebu sema Mungu alitumia shetani kumdanganya Daudi. Unajua kwa sababu gani? Mungu aseme uongo. Naomba tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati. Fungua tena kitabu cha Mambo ya Nyakati. Wa kwanza sura ya 22. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 22 na ule mstari
Sio Mambo ya Nyakati, Wafalme wa Kwanza, sorry. Wafalme wa Kwanza 22 mstari wa 19. Nisikize vizuri, ukinisikiza vizuri utanielewa, ili hata tukapoanza kuomba ni rahisi kujua unaombea nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuondoa tatizo, utafute kwanza kujua hili tatizo limetokea wapi. Ukiwa unauma malaria, wewe umekazana tu nipe dawa, najisikia vibaya, alafu hujui malaria hiyo inasababishwa na nini. Utachukua dawa, utameza, ukirudi nyumbani kama hujajua chanzo ni nini na hujakiondoa, kesho kuta tena uwe na hakika utapata malaria. Kwa sababu malaria ina chanzo. Hata matatizo, magonjwa, shida yote inayompata mtu ina chanzo. Kwa hiyo lazima utafute kujua chanzo. Chanzo ni nini? Usiishie tu kupiga juu, tafuta chanzo. Wafalme wa Kwanza sura ya 22 mstari wa 19, Biblia inasema hivi. Mstari wa 20. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo. Hebu sema akatoka pepo. Rudia tena kwa sauti kubwa, sema akatoka pepo. Rudia tena hapo. Akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanya hivyo. Ndugu yangu, hicho kilikuwa ni kikao cha Mwenyezi Mungu mbinguni na malaika zake na watakatifu wengine. Agenda ilikuwa nini? Agenda ilikuwa ni kumwondoa mfalme kwenye utawala. Usininukuu vibaya, nafundisha neno la Bwana. Mungu amekaa, malaika wako hapo, kina Elia wako hapo kama alikuwepo, kina Musa wako hapo, kina Joshua wako hapo, watakatifu wote. Hoja moja tu, nani aende? Mungu ndo mwenyekiti wa kikao. Anaweza, jamani, agenda iliyoko hapa, mfalme Ahabu. Sikiza sasa nikwambie kitu. Kimsingi mfalme Ahabu hakuwa mbaya sana hivyo, ila walioko pale nyuma yake walikuwa wabaya. Kwa sababu kuna mahali kabisa Biblia nimemtambua kabisa Ahabu kama mtumishi wa Mungu. Sema amen. Ila Mungu akakaa sasa kikao, anaona mbona Ahabu kazi niliyompa afanye kiburi sana, akaitisha kikao. Nataka aondoke. Agenda ni moja tu, nataka aondoke, na namna ya kuondoka apatikane mtu atakayeweza kumdanganya. Sasa mbinguni hawasemi uongo, watu kawawia ugumu. Elia akijiangalia anasema, wewe mimi pamoja na upako wangu wote nilikuwa nafsheka manabii wa uongo kule, niende nikaseme tena uongo na mimi nikawe kama nabii wa uongo? Hapana. Elia amemute. Malaika wakitazama hivi, heshima zao kama kawaida ni watii, ila hapo Mungu utatusamehe. Akiamka Joshua anaweza baba, mimi hapana, uongo ni dhambi. Wakati Mungu anajaribu kuangalia mjumbe gani anaweza kuangalau kwa dharura leo akasema uongo, kimya. Kuzimu kakainuka kapepo, baba Mungu nitume mimi, hiyo kazi naiweza. Mungu akasema wewe, yaani Mungu anaendesha kikao mbinguni, kuzimu na wenyewe wanasikiliza kile kikao. Wakati Mungu anapanga mipango ya kukubariki wewe, kuzimu na wenyewe pia wanaona ile mipango ya kubarikiwa na wewe, wanatengeneza namna ya kupangua ule mpango. Sasa Mungu akashangaa, kapepo kananyosha mkono akasema nitume mimi na uwezo wa kumdanganya. Mungu akauliza, unawezaje? Hebu nipe experience nijue uzoefu wako. Akasema nisikilize Mungu, mimi nitakachokifanya, nitaondoka kwa kuwa mfalme Ahabu anawaamini sana manabii wanaomzunguka,
nitakachokifanya mimi, nitaondoka, nitajigeuza na kuwa pepo wa uongo, nitawaingia manabii zake, halafu kwenye vinywa vyao watamdanganya. Mungu akasema yeah. Safi sana, idea nzuri. Akasema basi sawa, wewe bwana unathubutu, nenda kafanya hivyo. Sasa wakati Mungu anakaa kule kikao, mfalme huku na yeye ameitisha kikao chake huku, anapanga mipango ya kwenda kuvamia Ramoth Gilead, akapigane na mfalme wa Ramoth Gilead. Akamwalika na ndugu yake mmoja anaitwa Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Wamekaa pale wanaulizana, kwa hiyo inakuwaje bana, mimi nataka niende Ramoth nikapige yule mfalme, nimiliki ile nchi. Sasa kabla hawajaondoka, Yehoshafati akasema hivi, lakini rafiki yangu mfalme, sikiliza, mimi ni wewe na wewe ni mimi, wanajeshi wangu ni wanajeshi wako, mali yangu ni mali yako, kwa hiyo mimi na wewe ni marafiki, ni kitu kimoja. Nina ushauri wa kukupa hapa, kabla hatujaenda kwenye hiyo vita, kabla hujaenda kupigana hiyo vita, tutafute watumishi wa Mungu ambao tunaweza tukawauliza kwa habari ya hiyo vita. Je, tutashinda au hatutashinda? Ahabu akasema ya idea nzuri. Ninao manabii hapa. Wakaitwa manabii wote, kiongozi wao akiwa Sedekia mwana wa Kenana. Kaja mpaka pale, manabii kama 400 wamekaa hapo. Mfalme akatoa wazo lake, akawaambia tushakubaliana, tushapanga na majeshi, tunataka tuingie wapi? Vitani. Sasa hatua ya mwisho iliyobaki, tunahitaji baraka za watumishi wa Mungu. Hebu tuambieni, manabii mlioko hapa, mnaona nini juu ya hiyo vita? Manabii wamekaa wengi, yaani wana majoho yao, kama walikuwa na kola wanazo zimetulia pale. Manabii wale wamekaa pale, wanasikiza kauli ya mfalme, halafu wanaangalia na saikolojia ya mfalme, wanamjua kwamba huyu bwana huyu ana misimamo yake. Wakamwambia mfalme, Bwana asema. Sedekia sasa anaamka kwa niaba ya manabii wenzie, anasema Bwana asema, manabii wote tuliokaa hapa tumeona jicho, tumeona sisi ya kwamba utakwenda, utapigana vitani na utashinda. Mfalme, utarudi ukiwa salama. Makofi. Kumbe yale maneno wanayoyatamka yale sio ya kwao, ni ya kale kapepo. Wakisema nenda, ni kale kapepo. Kwa Ramoth Gilead tutashinda, maneno yale sio ya kwao, ni ya kale kapepo. Wakafurahi mfalme pamoja na mwenzie Yehoshafati pale, ila Yehoshafati alikuwa na mambo yake ya ajabu, ila alikuwa na akili, kwa sababu alikuwa anaamini juu ya unabii wa neno la Mungu. Akampraise tena, akamwambia sikiliza, hawa pamoja na kwamba ni wengi, hakuna hata mmoja ambaye anaweza kama amebaki tukauliza na yeye angalau tu akatupa neno lake la mwisho miongoni mwa manabii. Ahabu akasema wameshaisha bwana. Kuna kanabii fulani kapo hapa, lakini huwa hakanitabiriagi mema, kenyewe kila kakitabiri mabaya tu, huwa sikapendi sana. Akauliza nani huyo? Kuna kanabii fulani kanaitwa Mikaya. Sasa kako wapi? Kapo huko, hatujamshirikisha hata hii hafla hii, hatujamshirikisha. Halitakii mema taifa letu. Yehoshafati akasema nakushauri, ondoa kiburi kwenye hili jambo. Kuna mambo ya kufanya mzaha, ila sio swala la vita. Kaite tukasikilize. Sasa alienda kumuita ni mkuu wa wale manabii waliosema mfalme utashinda, Sedekia. Akaenda kamuita Mikaya, sikiliza, mfalme bwana alikusahau. Sasa hebu twende huku, kuna neno ambalo unatakiwa ukaseme kwa ajili yake kama nabii wa Mungu. Lakini sisi manabii wote tumetoa unabii wa pamoja, kwa hiyo tunakushauri tu usihatarishe maisha yako, uwe pamoja na sisi kwenye lile neno tulilosema. Kwa hiyo tumemtabiria mfalme atashinda vitani, kwa hiyo usiende kinyume na sisi tafadhali. Sasa Mikaya akasema hivi, sikiliza Sedekia, neno atakaloliweka Bwana kinywani mwangu ndilo nitakalosema, sio hilo ninalotaka wewe. Mtumishi wa Mungu,
Wakaondoka wawili. Walipofika kwa mfalme, Mikaya amekaa. Mfalme anasubiri neno. Mfalme akasimama, tabiri. Asa mfalme, kwa Ramoth Gileadi utashinda. Mfalme akasema, unasemaje? Haijawahi tokea. Mikaya akakitabiria mema. Leo imekuwaje? Wanaulizana na leo imekuwaje? Huyu jamaa leo imekuwaje? Ikabidi mfalme amwapishe. Mikaya na kuapisha kwa jina la Bwana, sema ukweli. Mikaya akasema, sikiliza mfalme, nalimuona Bwana. Ukisoma vizuri ya maandiko anasema, nalimuona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi, na nikawaona Israeli wamepigwa vitani na wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Maana yake mfalme, ukienda vitani utapigwa na hautarudi, kwa hiyo bora usiende, acha. Mfalme akasema, unaona? Yehoshafati, nilikwambia huyu jamaa huwa hanipendi, hanitabiri mema. Na ndio maana huwa nasema kitu kimoja, wewe ambaye unachukia kuambiwa ukweli, bado haujapona. Ufike mahali ukubali kuambiwa ukweli, hata kama ukweli unauma, lakini pokea hivyo hivyo, kwa sababu ukweli ndio dawa pekee ya kuyaponya maisha ya mtu. Kama wewe unatenda dhambi, ukiambiwa acha dhambi, upokee hilo neno, kwa sababu ni la kukuponya nafsi yako. Kama wewe ni mwizi, ukubali kwamba wewe ni mwizi, kwa sababu hilo neno ni la kuyaponya maisha yako. Watu tulio wengi leo hatutaki tuambiwe ukweli. Tukiambiwa ukweli tunajenga chuki. Tukiambiwa ukweli tunaona huyu mtu anipendi. Lakini kila mtu anayekwambia ukweli, huyo ndiye anayekutakia mema, huyo ndiye anayekutakia baraka, huyo ndiye anayependa kesho yako. Ukiona watu hawakwambii ukweli, shituka kuanzia hapo. Yaani wewe ni mwimbaji, unaimba hapa, mkifika kwenye tathmini ya kila mlichokifanya madhabahuni, labda ni praise and worship, labda ni bendi, mmeimba vizuri, mmemaliza, mnakwenda sasa kukaa pale kwenye kikao chenu mfanye tathmini ya kazi mlioifanya, halafu kaambiwa hapa bana, ulipotoka kidogo. Unaanza kusema, mmeanza upendelewa, mbona fulani hamjamwambia, mmeniona mimi tu. Kama ndio hivyo bana, hii kwaya hii bendi ya upendelewa mimi naacha. Hujataka kupona wewe. Ukitaka maisha yako yastawi, tafuta watu wa kukwambia ukweli. Na hata hili taifa tunatakiwa tuna watu ambao wanaweza kusema kweli, wasiogope. Hatuna namna ya kuliponya taifa isipokuwa lazima wapatikane watu wawili au mtu mmoja ambaye ana roho kama ya Mikaya, asiyeogopa kula chakula cha shida, asiyeogopa jela, asiyeogopa kufa, asiyeogopa kupoteza kazi, asiyeogopa kupoteza ajira, anayesema mimi nasimama hapa kulisema lile ambalo Mungu ameniambia niliseme. Sitasema yale ambayo manabii wengine wamesema, sitasema yale ambayo wengine wamesema. Mimi nitasimamia kweli ya Mungu. Haijalishi watanichukia, haijalishi watanifukuza kazi, haijalishi wataniacha, haijalishi watanikataa. Bora ukataliwe na wanadamu, lakini usije ukakataliwa na Mungu. Biblia inasema kwamba ni hatari zaidi mtu akianguka kwenye mikono ya Mungu, maana akianguka kwenye mikono ya Mungu hakuna mtetezi. Ni bora ukasema kweli hata kama watu wakakuchukia. Na ndio maana hata watumishi wa Mungu kwa sasa hivi tuna wakati mgumu, kwa sababu tunatakiwa tuiseme kweli, ila ndani yetu tumejawa na hofu. Tunaogopa kufa, tunaogopa kupotea, lakini kwenye kusema kweli, acha tuseme kweli, kwa sababu tukisema kweli ndio tunakuwa huru. Hata kama tuna hofu, lakini hofu ipite pembeni, tuiseme iliyo kweli. Maana hatusemi maneno yetu, tunasema maneno ya aliyetutuma, na aliyetutuma ni mkuu kuliko wale ambao tunawaambia hizi habari. Mungu ni mkuu sana. Yeye ndiye mfalme na ndiye mkuu wa ulimwengu. Yeye ndiye mfalme wa Tanzania. Hakuna mwingine ambaye anaweza kasimama akaenda kinyume na Mungu. Mpango wa Mungu
uko pale pale, hakuna mtu wa kuupangua. Kama Mungu amekaa kikao mbinguni, anataka kuliponya taifa, kuzimu haitafanikiwa, wachawi hawatafanikiwa, majini hawatafanikiwa. Na leo lazima tupangue mipango ya kuzimu, mipango ya kichawi, mipango ya waganga wa kienyeji, mipango ya wasioipenda Tanzania. Leo tunapangua, leo tunapangua pangua, leo tunafuta. Iko mipango mibaya iliyosukwa kutokea kuzimu, imesukwa na shetani, imesukwa na wachawi. Leo tunaifuta kwa jina la Yesu, na Tanzania itainuka, Tanzania itastawi, Tanzania itakuwa na furaha katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Wanasema tuandae maandamano. Maandamano haya yanayoandaliwa hayaandaliwi kwa akili za kibinadamu. Na jambo la kushangaza, jambo la kushangaza, manabii tuko wengi, ila wanaosema ni wachache. Manabii wapo wengi, wenye uthubutu wa kusema ni wachache. Mikaya akamwambia mfalme, mfalme, usiende, acha, utakufa. Mfalme akasema, niliwaambia toka awali, watu kama hawa kwenye taifa langu mimi huwa siwapendi na siwahitaji. Kamateni Mikaya, nendeni mkampe chakula cha shida mpaka nitakaporudi. Mikaya kapigwa pingu, wanamkokota maaskari akamwambia, hebu subiri kidogo, nina neno la mfalme. Amefungwa pingu, lakini akamgeukia mfalme na pingu zake, akamwambia, mfalme, kama utarudi salama. Bwana hakusema na nini. Akaondoka, akarudia mara ya pili, mfalme, kama utarudi salama. Basi Bwana hakunituma. Tunajua kilichotokea kwa mfalme Ahabu. Akaondoka pamoja na ndugu yake Yehoshafati, wametengeneza majeshi yao, wanaamini jeshi lao kwamba lina uwezo wa kupigana. Nataka nikwambie kitu kimoja, unaweza ukaamini nguvu zako, lakini kama Mungu amekuacha hauwezi kufanya jambo lolote. Unaweza ukaamini elimu yako, lakini kama Mungu amekuacha elimu yako sio kitu. Unaweza ukaamini fedha ulizo nazo, ukaamini majeshi yako, lakini Bwana wa majeshi akiwa amekuacha hauwezi fanya jambo lolote. Wakaondoka mfalme Ahabu pamoja na Yehoshafati, wakakwea Ramoth Gileadi. Walipofika kule, wakaanza kupigana vita. Mfalme Ahabu akakumbuka ule utabiri wa Mikaya ya kwamba sitarudi salama. Alichokifanya akasema, kwa sababu mimi ni mzoefu wa vita, nitavua mavazi yangu ya kifalme, nitayaweka pembeni, halafu nitampa mfalme Yehoshafati. Mfalme Yehoshafati na yeye akili zake zilikuwa mbovu, akavaa mavazi ya nani? Ya Ahabu. Halafu akaingia kwenye vita, kwenye uwanja wa vita, zikaanza kupigwa vita. Upande wa Ramoth Gileadi, mfalme wa Ramoth Gileadi akasema hivi, akawaita wanajeshi wake, akawaita wakubwa wake, akawaambia, leo hatupigani na mwanajeshi wa kawaida, tunamtaka yule mfalme wa Israeli. Huyo ndiye ambaye tunadili naye. Wanajua huyo tukimpiga, maana Biblia inasema kwamba mchungaji akipigwa kondoo wanatawanyika. Tukimpiga mfalme wa Israeli, wengine wanatawanyika. Acha kupiga wanajeshi wa kawaida, acha kupiga raia wa kawaida, nenda kwa yule ambaye ni mkubwa wao. Akatokea mtu mmoja akasema, nataka nipige mshale wa nasibu. Wakajaribu kumwangalia mfalme Ahabu, wakagundua mavazi ya mfalme Ahabu ni yale pale. Wakaanza kumfesi yule mfalme aliyekuwa amevaa mavazi ya mfalme Ahabu. Kumbe hakuwa Ahabu, alikuwa ni Yehoshafati ambaye akili zake ni mbovu, anaivaa vita isiyomhusu. Wako watu ambao wanavaa vita isiyowahusu. Leo tunataka tuwafyeke. Wamekaa kwenye taifa letu lakini haliwahusu. Leo tunataka tuwafyeke. Wamekaa kwenye Tanzania yetu lakini haiwahusu. Kila ambaye Tanzania haimhusu, kaa nje kwa jina la Yesu. Wewe ambaye Tanzania sio yako, madini sio yako, mbuga za wanyama sio zako, rasilimali zetu sio zako, hizo ni za Watanzania. Kila mtu ambaye anatolea macho taifa letu la Tanzania kutokea kuzimu yuko hapa duniani. Leo tunataka tumwangamize katika jina la Yesu. Sema amen. Hey! Sasa hii ni injili ya ukombozi wa taifa.
Sema amen. Hii ni injili ya kulikomboa taifa kutoka kwenye mikono ya shetani. Watu wakala mbio na yule mfalme aliyevaa mavazi ya Ahabu. Kufika pale shamkamata. Watu wanataka sasa kukita mkuki, wanagundua sie. Sasa mfalme wa Shefari akasema sio mimi. Wakauliza na wewe? Mimi bana nimeingia ubia tu. Wakasema sawa. Akatafuta mtaalamu, hebu sema mtaalamu wa kutupa mshale. Sasa mfalme Ahabu alipoona vita sasa imekuwa kubwa, akawaambia wanajeshi wake zungukeni hapa. Wakazunguka, alafu akakaa katikati yao, akawa anaangaza. Halafu kule upande wa adui kuna mmoja akasema, mimi ni mtaalamu wa kutupa mishale ya bahati nasibu. Ngoja tujaribu. Mshale wa nasibu anautupa juu. Mshale una maelekezo, yaani maelekezo yake, usimtafute Oscar, usifike kwa Peter wala kwa Eze. Huo mshale special kwa Isaya tu. Anatupa ule mshale ukaenda juu, ulipokuja kudondoka kwenye mabampa ya chuma ya mfalme Ahabu. Akashangaa tu, kuja kuangalia mabampa yamepasuka. Hajakaa saa mwingine kifuani. Mikaya kula chakula cha shida na unabii wake unafanya kazi. Alimwambia mfalme, kama utarudi salama Mungu hakunituma. Hebu ngoja nikupe chanzo chake ni Mungu alikaa mbinguni, anataka mfalme Ahabu ondoka. Ila namna alivyomuondoa Ahabu, alitumia kapepo kakawaingia manabii wa uongo, manabii wa mfalme Ahabu ili wamtabirie uongo. Nataka nikwambie, kwenye taifa la Tanzania wako manabii wengi, wako watumishi wa Mungu wengi, wako mashehe wengi, wako mawaziri wengi, wako wakuu wa mikoa wengi, wako wanajeshi wengi, lakini wengine hao ndio ambao wanamhujumu mheshimiwa rais mpaka tumefika hapa. Sasa hao lazima tuwafeke. Rais wetu hana shida hata kidogo. Kuna walioko pale nyuma, manabii wa uongo wasiosema kweli. Hao ndio ambao tunataka tudili nao, na wale wametuma kutokea kuzimu. Ni watu ila wametuma kutokea wapi? Kuzimu ilipokaa sasa inachora michoro. Na hili jambo halijaanza leo. Ni miaka zaidi ya 10 iliyopita limetengenezwa. Kama alivyosema baba, tulijisahau tu kuomba. Lakini tungechua hili jambo, unajua amani ikiwepo huwa ndo watu tukijisahau. Kumbe kuna gharama ya kuilinda hiyo amani. Sasa nataka tuingie kwenye kuomba. Kuna vitu ambavyo vipo ila vinaendeshwa kichani. Baba amesema inaweza kawa ni mpango wa Mungu. Sisi hatuko hapa kupangua mpango wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Mapenzi ya Mungu ila mapenzi ya shetani hakuna kutimia kwenye taifa letu. Hebu sema kwa jina la Yesu, mapenzi ya shetani hayatatimia kwenye nchi yetu. Sema mapenzi ya Lucifer hayatatimia kwenye taifa letu. Mapenzi ya kuzimu hayatatimia katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Hebu simama juu. Tulishatakia amani vizuri Tanzania yetu na mambo mengine. Sasa leo kila aliyesimama juu ya taifa letu kinyume na mapenzi ya Mungu, amen, amen, tunataka tumuondoe, na yule anayefanya mambo haya ni Lucifer mwenyewe, ni shetani mwenyewe, ila akiwatumia watu. Sisi hatuna haja na watu, hatuna ugomvi na watu, tuna ugomvi na aliye nyuma ya zile kauli za watu. Sema amen.
na shetani na yeye anaweza akatumia mtu yeyote. Kwa kawaida tunaweza tukamwona ni mtumishi wa Mungu, na yeye pia akatumiwa tu na shetani, kwa sababu kuna watumishi wa Mungu ambao pia shetani anawatumia. Unaona kama Daudi alidanganywa na shetani. Shetani kamdanganya Daudi. Daudi akawahesabu Israeli. Kwa lugha nyingine, Daudi alifanya kazi ya shetani pasipo yeye kujua. Sema amen. Sasa tuombe kupigana na kila roho ambayo imesimama kwenye taifa letu, lakini pia tutaomba kuikomboa siasa yetu ya Tanzania.